ni washukuru wanafunzi kwa kuweza kutambua mchango mkubwa wa serikali ndani ya shule yenu kwa kuwaboresheni miundombinu yenu ya elimu japokuwa haijakamilika. Na Waswahili wanasema kushukuru ni kuomba. Mmeshukuru na mkaomba, hongereni sana. Na mkuu wenu najua ndo amewafundisheni. Kwa hiyo na mimi nipokee hayo maombi ambayo mmeweza kuyatoa. Lakini tumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Sio kazi rahisi hapa kwenu tu. Hela ambazo walizokuwa wanazitaja wanafunzi wangu nimezijumlisha hapa ni zaidi ya milioni 154 ambazo zimekuja hapa kwenye shule yenu ya sekondari ya Kelema Balali. Na wao wamesema fedha hizi zimekuja ni tangu Daktari Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani. Tumshukuru mama huyu, kwa kweli amekuwa muungwana ndani ya wilaya ya Chemba. Na mimi hili neno sitakuwa naliacha kulisema, kwa sababu wilaya hii ilikuwa nyuma sana. Miradi mingi iliyokuwa inatekelezwa kwenye mikoa ya wenzetu na majimbo ya wenzetu ilikuwa haifiki ndani ya wilaya hii. Baada ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuingia, aliweza kuiona wilaya ya Chemba, aliliona jimbo la Chemba. Tangu 2021 miradi mbalimbali imeendelea kuongezeka, miradi ya miundombinu ya elimu, afya, lakini pili miradi ya miundombinu ya barabara zetu, na sekta mbalimbali ameweza kuzishika mkono ndani ya wilaya hii. Na hapa watoto wangu wamesema kuna swala la mabweni, wanaomba bweni ili watoto wetu waweze kuepukana na vishawishi wanavyoendelea kukumbana navyo wanapotoka majumbani kuja shuleni. Lakini hata wanapokuwa majumbani huko wanakuwa wanakutana na vishawishi vya aina mbalimbali. Nilipokea jambo hili na kwenda kulifikisha kwenye mamlaka zetu, tupeleke hayo maombi ili tuweze kupata bweni. Tukipata bweni hapa, hawatasoma watoto wa Kelema Balali peke yao ama kata ya Paranga peke yao. Tutapata fursa ya kuongeza wanafunzi wengine kutoka maeneo mengine na kuweza kuendelea kudumisha umoja wetu, lakini na watoto wetu kuendelea kujifundisha mila na desturi za maeneo mengine. Kwa swala la bweni ni muhimu, ninalibeba kwa ukubwa wake kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakwenda kulipigania na tuweze kuona namna gani tunaweza kuwapatia watoto wetu hitaji hilo la uwepo wa mabweni ndani ya shule yetu. Limezungumza swala la vifaa vya michezo, hilo sio hata la kupeleka wapi la kangu mwenyewe, nitavileta Januari mkifungua shule, tawaleteni vifaa vya michezo hapa kwa ajili ya kuimarisha michezo. Nikiwa ninaamini michezo pamoja na kwamba ni furaha, michezo ikiwa ni kuimarisha afya, michezo ikiwa ni kuleta mahusiano mema, lakini natambua pia kwa karne tulionayo michezo ni ajira. Kwa hiyo tukiendelea kukuza vipaji vya watoto wetu kwa kuanza kuwajengea misingi iliyo bora kuanzia sasa, tunaamini kuwa tutakwenda kupata vipaji vilivyotukuka, nitakwenda kutangaza wilaya yetu ya Chemba, vitatangaza taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo kwenye michezo pia tutakwenda kulisimamia hilo vizuri. Na sio tu michezo kwa maana ya mipira labda na nini, lakini hapa nimeona kuna vipaji pia, watu wameimba vizuri, lakini tumeona watu wamedansi vizuri. Tunaona watu wanamiliki mabilioni ya fedha, matrilioni ya fedha kwa sababu tu ya kuwa mwanamichezo au kuwa msanii. Kikubwa tunachotakiwa kama taifa ni kwenda kushiriki watoto wetu, kuwaruhusu washiriki sanaa zetu ambazo zitalinda heshima na maadili ya Mtanzania ndani ya taifa letu.